Kwa hiyo wapendwa, leo naanza na somo linaloitwa, andika sasa, chukua daftari zako. Mimi nafundisha sasa. Wiki zote hizi chache hizo mbele yangu tutakuwa tunajifunza hili somo kwa upana. Na tutachukua muda mfupi lakini tutakuwa na nguvu sana. Somo la wokovu kulingana na Paulo. Somo la wokovu, na tunaanza leo na kitabu cha Wagalatia. Somo la wokovu. Hapa tunajikumbusha juu ya wokovu wa kweli na wokovu ulionyoka. Na naomba mlipende hili somo kabisa, kwa sababu hapa ndio pana msingi. Wokovu ndio pana msingi. Kwa sababu wokovu umechakachuliwa, Ukristo umechakachuliwa. Unajua saizi ujasiri wa kuhubiri tunapata taabu. Kwa sababu sasa hivi ukisikia injili ni njoo upone, njoo upate hela, njoo upande pipa. Injili imekuwa kama vurugu fulani. Hata mpaka ukitaka kujitambulisha unapata shida kidogo. Lakini najua kwamba Bwana anawajua walio wake. Kazi yangu ni kufundisha na kuelekeza, ili wewe ukitaka uweze kuelewa. Kwa hiyo Paulo kwa kweli anaandika nyaraka, ziko nyaraka 13. Zipo nyaraka zenye matatizo, lakini kuna nyaraka aliandika tu kujibu matatizo ya watu, lakini kuna nyaraka ameandika kwa ajili ya kufundisha. Mojawapo ni kitabu cha Warumi. Na Warumi na Wagalatia zinatakiwa ziende pamoja. Kwa tutaanza na Wagalatia, tukimaliza tunaingia Warumi. Sasa mpangilio wa nyaraka za Paulo, kama unapenda na watu wanapenda kusoma na unasomi wako hapa. Na niwaambie kwa kweli, kwa sasa hivi wale watu wanaoita watu njoo nikuombea upate gari, tuna magari tayari, haleluya. Njoo nikuombea upate nyumba, watu wana manyumba tayari, haleluya. Sasa nafikiri sasa hivi umefika wakati wa sisi walimu wa neno tupate nafasi kubwa zaidi. Watu wanataka wajifunze neno, na neno linawaweka huru. Na ukilielewa neno utatembea kama neno linavyosema. Kwa ziko nyaraka, mpangilio wa nyaraka. Unapenda nikupe kidogo mpangilio wa nyaraka 13 za Paulo? Wakati anapenda hivyo ili waandike. Nyaraka za kwanza za Paulo ni elimu juu ya wokovu. Ziko nyaraka kama 4. Yaani ukisoma yote na ukishasema wokovu ni kuangalia msingi wa wokovu, kuokoka, alafu na jinsi ya kuishi. Kwa hiyo ukiangalia Wagalatia ni kitabu chake cha kwanza, alafu Warumi, alafu na Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Lakini yenye msingi kabisa wa elimu hiyo ni 2, Warumi na Wagalatia. Wakorintho utaona ni practice, yani jinsi ya kufanyia wokovu kazi. Soteriology, wanaita soteriological epistles, yani nyaraka za elimu ya wokovu. Napenda nifundishe wokovu aisee, kwa sababu tuna vijana wetu wako kanisani. Tuna watu wamekuja makanisani, wamejiunga kama wanavyojiunga na dini zingine. Na dini zingine bana ni rahisi tu. Unajiandikisha kipaimara, ukimaliza piga yote, unapokea si nini, ukishamaliza unaandikishwa kwenye kitabu cha nini? Cha kanisa. Wewe umetoka hujatoka. Hapa kwetu sasa tunakuja tunasema ukija hapa lazima ukutane na wokovu. Hapa ndio mahali tunapong'ang'ana sasa, ukutane na wokovu wa kweli ambao hautolewi na molel, hautolewi na tieji, hautolewi na shemasi na mzee wa kanisa. Tutaona kwenye Wagalatia unatolewa na yule mmoja aliyekufa akafufuka akawa hai. Usipokutana na hiyo dynamic power, nguvu ambao Paulo anasema sitaionea injili, maana ni uweza wa Mungu. Tusidanganyike wapendwa, kuja kanisani umechana nywele, umevaa vizuri, na pia kudansi na kuimba ni sawa, lakini wewe kama hii kweli hujakutana nayo utateseka wewe ukiwa humu. Utateseka ukiwa humu. Lazima tukuelekeze kwa mafundisho ya neno ili kweli ujue. Alafu Christological epistles, nyaraka za elimu juu ya Kristo. Hilo na yenyewe lazima tupitie tumjue Kristo nani. Waefeso, Wafilipi na Wakolosai na Filemon. Ile
nyaraka za wokovu ni Warumi, Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili na Wagalatia. Christological epistle, nyaraka za elimu juu ya Kristo ni Waefeso. Ukisoma Efeso utaona jinsi anavyosema, anavyomuelezea Kristo. Wafilipi jinsi anavyomuelezea Kristo, sura ya 2 utaelewa. Wakolosai hivyo hivyo, na Wafilimoni. Wafilimoni ni raha kwa sababu ni mfungwa aliyekutana na Yesu. Yesu ni mwanaume. Kuna kundi la tatu wanapenda kusikia waseme amen. Kundi la tatu, nyaraka zinazoelezea nyakati za mwisho. Nyaraka zinazoelezea nyakati za mwisho, eschatological epistles. Nyaraka zinazoelezea nyakati za mwisho, Wathesalonika wa kwanza na Wathesalonika wa pili. Hiyo tunaifahamu. Maana hiyo ndio tunasemaga hatutalala kama hao wengine. Na mwisho kunakuwa na ile inaitwa nyaraka za kichungaji kuhusu kanisa. Nyaraka za kichungaji, pastoral na ecclesiological epistles. Hama na Kiingereza sikusumbue, ni nyaraka za kichungaji kuhusu kanisa na wachungaji. Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito. Jamani, hayo wote ni wachungaji waliandikiwa kuhusu maisha yao kichungaji, maisha yao ya jinsi ya kulitunza kanisa. Kwa hiyo na sisi tunajifunza baadhi ya mambo humo. Kwa hiyo tuje sasa kwenye kitabu chetu cha Wagalatia. Kabla tusoma utangulizi, hebu labda tuisome tu mistari michache hapo mbele. Katika Wagalatia sura ile ya kwanza tunasoma, na usifunge hicho kitabu, maana ndipo hapo tunapoanza leo na tutaendelea nayo mpaka tumeelewa, mpaka watu wameokoka, mpaka watu wamebadilika, mpaka watu wameifahamu kweli. Na kanisa leo tutaendelea kuwa na baraka ya kuwa na watu wazuri waliompa Yesu maisha yao vizuri. Haleluya. Paulo mtume, alafu anasema si mtume wa mwanadamu wala kutumwa na mwanadamu. Wagalatia sura ya kwanza, tuko pamoja? Mbona msemi amen? Bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka wafu, na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa Galatia. Kwa makanisa ya Galatia. Kwa hiyo sio kanisa moja, yako makanisa mengi yaliyosoma waraka huu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anaweka sa msingi kabisa, ambaye alijitoa nafsi yake, haleluya, alijitoa nafsi yake, haleluya, kwa ajili ya dhambi. Ameanzia hapo moja kwa moja kutupa msingi ili atuokoe na dunia hii mbavu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba. Haleluya. Utukufu na yeye milele na milele. Amina. Unaonaje utangulizi? Kipengele gani au neno gani linalokuonyesha kuna wokovu hapa? Ukiangalia hapo, ndugu zangu walio pamoja na makanisa, mstari wa pili, neema na iwe kwenu. Unajua wokovu ni kwa neema. Sema amen. Ambao hii neema ukiendelea kusoma anasema alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuokolewa na dunia hii mbovu ya sasa. Hapo ndio tunakoanzia sura yetu. Sasa tuende kwenye utangulizi wa kitabu chenyewe. Tutakisoma chote, hatumaliza leo, lakini tutaendelea mdogo mdogo. Nani mwandishi wa kitabu hiki? Ni Paulo. Kwa nini? Mstari wa kwanza anasema Paulo mtume. Umempokubali? Sura ya kwanza mstari wa kwanza ni nani mwandishi? Ni Paulo. Kwa nini? Amesema ni Paulo. Lakini jambo la pili, maisha yake ya zamani katika dini ya Kiyahudi, akionyesha kwamba alikuwa na bidii. Hakuna mtu mwingine alikuwa na bidii katika kipindi hicho kama yeye. Sura ya kwanza mstari wa 14, nitakusoma kwa haraka haraka hapa. Nasema nami nalienenda katika dini yangu ya Kiyahudi kuliko wengi walio elimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Kwa hiyo Paulo anaonekana hapo inalingana na Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 3 na 5, anaposema ya kwamba nilikuwa na bidii
kwa ajili ya dini ya baba yangu. Kwa hiyo kipengele hicho kinaunga mkono kwamba mwandishi ni Paulo kwa sababu maisha yake yanalingana na yeye. Wanafunzi wa darasa hili, mpo pamoja? Jambo la tatu, lafudhi na tabia iliyotumika katika waraka huu inamwashiria Paulo. Ile lafudhi, lugha ni Paulo. Kwa nini? Wangapi wanakumbuka Paulo anamfukuza mtu mmoja anaitwa Marko, aliyekuwa analeta mchezo kwenye Injili. Alafu Marko anajitokeza. Siku ile waliposhikwa kwenye Injili, Marko alikimbia, alikuwa mdogo. Siku ile Marko akamwambia Barnabas akamwambia twende na Marko. Huyo anifa. Kwa hiyo ile ukali wake kwamba sitaki nimuone. Na anachoongea katika sura hizi ana maneno magumu baba. Hapa kuna mahali anasema nani aliyewaloga? Sasa ajabu pesi mnamwacha yule mnayemwamini. Na kama malaika atawahubiri injili nyingine na alaaniwe. Hii lugha ni ngumu. Hakuna mtume mwingine kwenye Biblia angeweza kuongea lugha kama hiyo. Wakati ananielewa anaposema lugha na lafudhi zinaendana na mwenyewe. Mwisho historia inamkubali Paulo, hajawahi kubishaniwa. Hii kitabu kuna vitabu vina ubishi, lakini hakuna mtu aliyewahi kubishana kwamba ni Paulo. Twende kuandika waandikiwa ni kina nani. Tunajifunza kuhusu msingi wa wokovu, lakini pia tunaangalia waandikiwa ni kina nani. Kwa kweli kuna ubishi kidogo umetokea kati ya Wagalatia wa kusini na wa kaskazini. Lakini sehemu kubwa imependa kusema wameandikiwa wale wa kaskazini, yani Pisidia, Iconium, Listra na Derbe. Hiyo unaonyesha kwa sababu safari yake ya kwanza kwenye sura 13 Matendo ya Mitume alitembelea miji hii. Kwa hiyo kuna makanisa ameanzisha Derbe, wapi huko Iconium, yote akawaambia kwamba jitengeni na ubaya, akawafundisha. Sasa aliporudi ndio akakutana na swala lililosababisha aandike, ndio akawaandikia hawa. Kwa kama nataka kupata soma tu Wagalatia sura ile ya 2 mstari wa 11 kwamba kuna pambano la Paulo na Petro lilifanyika kabla ya baraza la Yerusalemu. Kwa hiyo kama lile pambano la Petro na Paulo, kwa wale wasomaji wa Biblia mtasoma kungekuwa kuna maneno hapo, kwa sababu kilichotokea hapo ni kwamba wao Wayahudi walikuwa napenda sana kwamba injili iwe ya kwao. Hawakutaka injili iende kwa mataifa. Kwa hiyo ikawa ni issue kubwa kwenye baraza lile, likasuluhishwa. Lakini tunamuona hilo pambano. Kwa hiyo maana haya makanisa ya Galatia ya kusini ndio haya, ya kaskazini ndio haya aliyotembelea. Makanisa ya kusini ndio ameyatembelea, ambao ukipenda kwenye ramani utayaona. Kwa hiyo sio kanisa moja, ni makanisa mbalimbali ya kusini mwa Asia. Mwaka wa uandishi ni mwaka 49. Hiyo hamna haja kujua sana kwa sababu ilikuwa ni kabla ya ile baraza la Yerusalemu. Watu wananifurahia kweli, lakini kuna wengine wanataka niseme tu haleluya, piga makofi, ipokea. Hamna kupokea mpaka ujue neno la Bwana. Nirudie tena, hakuna kupokea mpaka ujue neno la Bwana. Wengine hata waandiki, na nimeona wengine wameondoka. Ninajua mpige praise hapa mtakaa, lakini tusome neno kwa historia hamtapenda nyinyi. Lakini naamini kuna wachache, na nataka tuende humo. Tuwe na watu waliookoka vizuri na wanaojua Biblia vizuri na wanaokwenda mbinguni, ili nikifika kule niwapate. Sasa tuangalie kiini cha waraka. Kuna mtu ananisikiliza huko ndani? Kwa hiyo mwaka wa uandishi ni 49 kwa sababu ile baraza halijatajwa kwenye Wagalatia, na baraza lilikaa mwaka 49 karibu na 50. Kwa ile baraza, unakumbuka ile sura 15 wasomaji wa Biblia kwamba wakakaa baraza kubwa likafanya maamuzi. Paulo angelitaja hilo baraza maana naye alikuwa anahusika. Tuanze na kiini na kusudi la waraka ni kujibu shutuma za Mayahudi. Andika hivyo. Ni kujibu shutuma za Mayahudi na kufundisha usahihi somo la wokovu. Anajibu shutuma, lakini pia anafundisha kwa usahihi somo la wokovu.
Haleluya. Mmemaliza hapo. Shutuma zenyewe zilikuwa hivi. Kabla labda kwanza tujue hili kundi la Mayahudi ni nani. Hawa Judaizers ni kina nani? Hawa Judaizers sio watu watani wa aina nyingine, ni Wakristo waliokuwa Wakristo wa Kiyahudi waliookoka kwa kuamini kwamba sheria za Musa lazima zifuatwe pia ili mtu akamilike kwa na wokovu. Wasabato wengi wako wanaamini juu ya Agano la Kale, lakini naamini na nyie tunaamini juu ya Agano la Kale, lakini Agano Jipya limeimarisha. Kwa hiyo wanaamini kwamba sheria za Musa jumlisha imani ndio sawa wokovu. Kwa hiyo ndio wakawa wameamini hawa. Hawa ni waamini waliofundisha kwamba usipookoka hautaingia mbinguni kama ushiki sheria. Na sheria moja hapo ni tohara. Kwa hiyo usipotahiriwa hamna kuingia mbinguni. Sasa Paulo anapigiwa simu za wakati ule, sijui za namna gani. Ilikuwa ni taarifa. Mzee Paulo, huko kinachoendelea kule Galatia, makanisa Galatia. Hawa majamaa wameshuka kutoka Yerusalemu, Wakristo wenzetu wale wa Kiyahudi. Wameenda wamewaambia hivi, semeni kama mtahiriwi hakuna kuokoka. Kwa hiyo Paulo akasikia watu wako mstari wanapiga foleni kwenda kupokea wokovu kwa kufuata Musa ameandika nini, na moja ya Musa ilikuwa ni kutahiriwa. Wewe ingekuwa ni wewe, vitoto vyako ulivyopambana navyo wanarudishwa tena kwenye kongwa. Maana kuamini sheria za Musa ni kuamini kwamba kazi ya Yesu msalabani haina kitu. Na kuambia Paulo alichukua kalamu kwenye goti, hakukuwa na nafasi na muda wa kwenda mezani. Tutasoma habari, hajawashukuru hata kidogo. Huwa alikuwa na nafasi ya kushukuru, na shukuruni kwa kuombea, kwa sababu hii ni issue kali. Kubadili msingi wa wokovu ndio kitu kibaya kuliko chochote duniani. Na mimi nafikiri ungane na Paulo, anasema mtu akihubiri injili nyingine ambayo si hii na laaniwe. Hata kama ni malaika, anasema hata kama malaika. Ilikuwa ni kazi. Neno linalotumika pale kwa Kigiriki ni Artemi maana yake ni laana, yani upatwe na mabaya unapohubiri injili mbaya. Kwa hiyo wapendwa, mnawaona hili kundi sio kundi nzuri. Hili kundi ni baya, lile la Wayahudi. Na mkumbuke wapendwa wasomaji wa Biblia wenzangu, kuanzia sura ya kwanza, asante sana mwalimu wa maandiko, sura ya pili kitabu cha Matendo ya Mitume, ilikuwa ni majamaa haya ya Kiyahudi. Hawakuwepo wa mataifa wengine, na hawakuamini kwamba injili ingewafikia mataifa. Yani mtu aje. Hilo kabila letu na sisi limetokana hivyo. Miaka ile ya nyuma, kabla mimi sijaingia jando, siruhusiwi kuongea na wanaume. Wewe unaongea nini wewe? Rayoni mkubwa wewe. Unanielewa hapo? Wewe yani una kitu wewe. Ndio iliyotokea kwa hawa jamaa sasa, kwamba kama wewe ni mataifa utaingiaje ushiriki baraka za Ibrahimu na baraka za Musa? Ndio kitabu hiki tutaanza kusoma, ndio utapata hiyo shida. Utapata hiyo nani, kwa maana hapa kwenye sura ya 3 anaposema yenye wa Galatia, nani aliyewaloga? Mwakusoma hapo? Nani aliyewaloga? Mnaanza kwa roho, mnataka kumalizia kwa mwili. Yani ilikuwa ni issue kali. Naomba kitabu hiki kituamshe kurejea kwenye misingi ya wokovu, wapendwa. Ile kazi ya Kristo aliyokufa msalabani turejee. Mtu anapokuja kanisani hapa aje atafute hiyo damu, aje atafute huo msalaba, aje atafute huo wokovu wa rohoni. Tuachane na hii mataputapu tunayoambiwa ondesha gari, pata majomba, utaondolewa nuksi. Hiyo sio issue ya Yesu. Tumejifunza habari ya Stefano, mwanaume anapigwa mawe, hana gari, hana nyumba, lakini mwanaume Yesu amesimama, anampokea. Mawe yamepigwa kwa sababu kusudi la Yesu kuja duniani sio kutupatia magari na majumba. Issue kubwa ni wokovu ambao ulipotezwa Edeni wewe. Wagalatia ituamshe tunapenda kusoma.
na neno litazungumza lenyewe. Kwa hiyo Majudaiza haya walikuwepo, walisumbua kanisa. Sura ya 11 mnamkumbuka? Sura ya 11 mnakumbuka Petro alipotumwa kwenda kwa Kornelio kupeleka injili? Mnakumbuka alipofika pale, kwa kinywa chake haamini anachoongea. Biblia anasema natambua ya kwamba Mungu hana upendeleo. Na anaongea kwa mataifa, Kornelio ambayo sadaka yake imekubalika bila kutahiriwa. Kwa sababu msingi wa wokovu ni Yesu, Yesu, Yesu. Na ukimpata Yesu, hata kama uko kwenye dini gani huko, mimi sijali. Ukishampata Yesu akakaa moyoni mwako, ukalala naye, ukatembea naye, yani sina wasiwasi na wewe. Kwa sababu huyo ndio kiini ya injili. Na yeye yuko hapa. Na natamani kila mmoja amwe experience, ampate. Ndio hiyo tunaenda kuona baadaye. Sasa Paulo anavyojibu, anajibu vizuri. Anajibu mpaka sema, jamani nyie kwani hamnijui? Jinsi nilipokuwa nalitesa kanisa, hamnijui. Lakini nilipopokea ile nguvu, na kaeleza. Na mimi nikaamua kwenda kwa Petro. Nikaenda kwa Petro, nikamweleza kwamba mimi nimepewa injili kwa mataifa. Petro na Yohana ndio walikuwa wakubwa pale Yerusalemu. Nao wakanipa mkono wa nini? Wa ushirika. Kwa sababu niliwaambia injili nilivyokuwa natesa. Alafu siku nyingine nikaenda na Tito. Na Tito sikumlazimisha atahiriwe, lakini walimkubali kwa sababu injili sio tohara nyie. Kwa hiyo nafikiri nisigombane kama Paulo alikuwa anagombana. Sasa najua ana maneno magumu, kuna mahali mwingine anaongea maneno mazito. Tutaangalia, utaona baadaye. Lakini wangapi wanaipata sense kidogo ya Wagalatia na wokovu tunaotaka kuelezea. Haya. Sasa tukirudi hapa, shutuma waliompa Paulo ni kama zifuatazo. Shutuma ya kwanza, eti anasema hana mamlaka kwa kuwa hakuwa miongoni mwa wale 12. Najua ni kama ni kweli walimpiga, hana mamlaka. Ukisoma sura ile ya kwanza, mstari ule wa 7, Niomba mwalimu pengine mic apewe tusaidiane maana naona imekaa vizuri. Mstari wa kwanza sura 7. Pointi tumesemaje? Amesemekana nini? Ameshutumiwa kwamba nini? Hana mamlaka kwa kuwa kwa miongoni mwa nani? Mwa wale 12. Sura ya kwanza mstari wa 7. Wanataka kugeuza injili ya Kristo, wanawataabisha watu. Mstari wa kwanza, Paulo mtume, si mtume wa wanadamu, wala sikutumwa kwa wanadamu bali na Yesu. Sikutumwa na wanadamu bali na Yesu Kristo. Yaani anajitetea kwa haraka kuonyesha kwamba walimpinga. Mstari wa 12, nasemaje? Wala sikufundishwa na mwanadamu bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa nini unaongea Paulo hivyo? Ngoja niwaombe tena mjue. Nyaraka ni kama mtu namsikiliza upande wa pili wa simu. Kama ukikana jirani yako nitazame unione. Ukamkuta amepokea simu. Alafu analalamika, kwa nini hamjaona? Mwambie nikija hapo nitamshughulikia. Kwani unamsikia ule mtu mwingine anavyoongea upande ule? Kwani unamsikia? Lakini haya maneno anayoongea huyu unaweza ukapata jawabu kwamba hapa kuna kasheshe, hapa kuna jambo gumu. Ndio ilivyo kwenye kitabu cha Wagalatia. Sisi hatuna maneno ya Wagalatia humu, hatuna maneno ya wale Majudaizers, tunayo ya Paulo. Kwani Paulo anajitetea, mtume sikutumwa na mwanadamu. Ni kwa kuwa alishutumiwa kwamba wewe sio miongoni mwao. Jambo la tatu, shutuma ya tatu. Niko na watu wa Mungu ndani. Shutuma ya pili samani. Ujumbe wake unatofautiana na mitume. Ujumbe wake unatofautiana na mitume wa Yerusalemu. Mstari wa 9 anaelezea, anasema kama tulivyotangulia kusema na tulivyohubiri. Sasa anasema tena, mtu awaye yote akihubiri injili nyingine yote isipokuwa hiyo niliyopokea na alaaniwa. Anajibu shutuma hiyo kwamba yeye injili yake ni feki. Jambo la tatu alomshtumu, ujumbe wake wa neema ungesababisha watu wavunje sheria.
Yaani anasema ujumbe wake wa neema, eti Yesu amekuja kutuokoa kwa neema. Kwa hiyo itafanya kila mtu aishi anavyotaka. Ndio akawaambia kwenye sura ile ya 5. Sura ile ya 5 ukisoma mstari ule wa 13. Maana ninyi ndugu zangu mlioitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikieni kwa upendo. Sura ya 5 anaweka balance kwamba injili yake sio kama unaokoka unakuwa mahuruhuru unafanya unachotaka, lakini kuna karama, kuna matunda ya roho unatakiwa kuwa nayo, na matunda ya mwili yako dhahiri. Haleluya. Jambo la 4, alikuwa anafundisha kinyume na sheria za Musa. Hiyo tunaipata kwenye maelekezo yake. Jambo la 4, alikuwa anafanyaje? Nafundisha kinyume cha sheria za Musa. Jambo la 5, kulikuwepo na mtafaruku wa wokovu ni nini? Kazi ya Yesu msalabani ni nini? Kwa hiyo mtafaruku ndio akaamua kuwasaidia. Na kama walikuwa wamehitilafiana vile na Paulo na jinsi Yerusalemu walivyokuwa wamehubiri. Lakini kama nilivyosema, Petro naye alikuwa na shida hiyo mpaka alipoenda kuhubiri kwa mshingo upande, na baadaye aliporudi aliwekwa kitimoto kwamba kwa nini umeenda kuhubiri mataifa injili? Lakini niwatangazie wapendwa katika Bwana, hii injili ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya wote, kila aaminie. Hakuna cha Myahudi wala cha Myunani, ni mtu yote atakayeamini anapokea wokovu wa kweli. Nipate tena amina. Kwa hiyo Paulo akawaita watu kwa majina yafuatayo. Jina la kwanza aliwaita wataabishao, mstari wa 7. Sura ya 1 mstari wa 7. Waita nani? Wataabishao au wataabishaji. Mstari wa 7 anasema ya kwamba lakini, mstari wa 7 anasema wala sio nyingine, lakini wapo watu wataabishao. Haya, na leo je, tunao watu wataabishao? Wapo wengi. Mungu atusaidie. Anawaita wazururaji. Sura ya 5 mstari wa 9. Na kweli ni wazururaji. Wametoka Yerusalemu, wamekuja huku kuwatoa watu kwenye imani. Anasema chachu kidogo, mstari wa 9 anasema chachu kidogo uchachua donge zima. Na akawaeleza kwamba hawa ndio watu walikuja kushawishi kwa kuwa walikuwa wanapiga mbio, lakini baadaye wakarejea nyuma. Walikuwa wanawaita ndugu wa uongo. Sura ya 2 mstari wa 4. Watu wa tohara. Sura ya 2 mstari wa 4. Wakengeushaji hawa. Amen. Sasa nimalizie kwa leo, tunapoenda kuweka msingi leo, tuone upekee wa waraka huu. Huu ni waraka ambao unatakiwa wote tusome wiki hii. Naamini watu wengi wakati wa lockdown tulisoma mpaka kuna mshirika aliniandikia kwamba mimi ninasoma Wagalatia, nikashukuru. Lakini unasoma na kurudia kwa msingi huu sasa ambao ninakuelekeza. Waraka huu na upekee wake. Upekee wa kwanza, hakuna pongezi wala sifa kwa Galatia kwa yale waliofanya. Hawastahili pongezi. Maana wengine wameshatahiriwa eti waokoke. Wangefanyaje wao wakati wamekuja Mayahudi waliotoka kwa Yerusalemu? Kwa ni kundi kubwa hili ligumu. Ilibidi siku ile sura ya 15 warudi tena wakae kikao kikubwa ambayo Yohana na Petro walikuwa ndio, Yakobo na Petro walikuwa ndio viongozi kurekebisha swala hili gumu ambalo lilitokea. Na ndio maana sisi TAG tunapenda sana kuwa na kanisa lenye mfumo wa uongozi ambao unaeleweka. Mfumo huu unaeleweka kwamba jambo lote likipata tuna vikao vya kukaa na kurekebisha. Hawa na walikaa sura ya 15 wakarekebisha mambo yakanyooka. Upekee wa kwanza, hauna pongezi. Kwenye sura ya kwanza pale hakuna pongezi kama ilivyo kwa Filipi na Efeso, kwa sababu hawastahili kupongezwa. Badala yake anasema na staajabu mnamwacha upesi yeye aliyewafia. Jambo la pili, Paulo alionyesha ukali na msimamo juu ya uzushi. Yaani kuna ukali juu ya mtu anayefundisha mtu kinyume na kweli ya Biblia. I wish Tanzania tungekuwa na watu kama Paulo leo wakemee watu ambao wanafundisha injili potovu, injili ambayo sio injili sahihi ya wokovu. Sura ile ya kwanza ukisoma pale anaelezea kuhusu Paulo anavyoeleza kuwa ukali. Mstari wa 8 anasema nasema tena na alaaniwe
isipokuwa hiyo tuliohubiri na laaniwa. Kama tulivyotangulia kusema, sasa anasema tena, mtu awaye yote akihubiri ninyi injili yote isipokuwa hiyo mliopokea na laaniwa. Yaani mara mbili ni kuonyesha hii shughuli ni kali ya wokovu kufundishwa tofauti. Kwa hiyo upekee ndio huo. Kwingine hajawahi kuongea mambo haya. Waraka pia unaelezea maisha yake binafsi. Yaani kuna mahali anapoelezea maisha yake binafsi mpaka unafurahi. Kisha miaka 3 nikapanda kwenda Yerusalemu ili nione na Kefa, nikakaa kwake siku 14, lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo. Ndugu zangu, na hayo ninawaandikia, angalieni mbele za Mungu na sisemi uongo. Unajua mtu kisha kabiliwa hasa katika maisha haya ya kuhubiri wokovu, kwa sababu pinzani ni mkubwa, unatoka wanadamu na unatoka kwa Mungu. Kwa shetani, unatoka wanadamu, unatoka kwa shetani, unajikuta unachoka moyo. Lakini Paulo aliwakabili, na kama hajaandika Wagalatia leo, na sisi leo tungekuwa tumelala. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nitasimama mpaka kesho kutwa. Injili ni uweza wa Mungu leta wokovu. Mwenzetu kama umejiunga na sisi karibu, lakini kwanza uokoke. Lazima ufuate injili hii ya Biblia. Na injili ya baba zetu waliotuachia walipokuwa sema sasa ni wakati wa kumpa Yesu maisha yako. Na unatubu na unaandika birthday ya wokovu wako. Lini wewe umeokoka dada nani wewe? Lini umeijua kweli? Na watu wako kwenye dini, na dini siku zote inaeleza, lakini sio lazima kuelezea kuhusu wokovu. Kwa hiyo Paulo anakabiliana na Petro ana kwa ana, nayo ilikuwa ni issue. Tutasoma habari zake zaidi, lakini nayo ni upekee. Unajua askofu huyu Petro ni mtu mkubwa, amekaa na Yesu, alafu Paulo anakuja kukabiliana naye. Unakumbuka alikuwa anakula pamoja na wasiotahiriwa, lakini watu walipokuja akafanya unafiki, akarudi nyuma mpaka akamshawishi, na mtu anaitwa Barnaba akao naye. Paulo akala naye sahani moja, wanaita Waswahili wa sasa, akala naye sahani moja. No, this is not the gospel of Jesus Christ. Nikamkemea mbele ya watu. Tujifunza, maana hiyo nao ni dalili ya kanisa, kwamba kama kanisa mkemeani, mnaacha uovu unaendelea kutendeka, au mnanyamaza tu, mnasema Bwana anajua, usimkwaze mtu, wataliacha kanisa, wataliama kanisa wakati tunahubiri injili ya Yesu. Kwani mimi ningebadili tu injili kidogo hapa, si ningeja hapa, sina mahali pa kuweka watu. Lakini wewe hubiri injili ya kubadilisha watu. Watu waache dhambi, waache matusi, waache kuiba, waache zinaa, waache mabaya, wakutane na injili ya Yesu kubadilisha. Wenye ndoa mkae sawa. Hiyo injili watu wanaikumbuka, watakimbilia. Ni watu wenye akili tu wanajua hapa pastor anatutakia mema. Na nataka ukinyoka kwa Bwana, ndoa yako ikanyoka, mkaka ukasubiri mpaka siku ile ambapo kweli kweli tunawafungia harusi safi hapa ambayo haina mawaa. Umetoka nyumbani kwako dada nani na kaka nani, umetoka nyumbani kwenu ukiwa safi, msafi kabisa. Malaika wote wamejaa hapa kusema anameremeta. Ila ukija umechafuka, malaika pia hawatakosa kuwepo, lakini watakuwa wanasema mbinguni ananuka. Kwa sababu mtakatifu azidi kuwa mtakatifu na mchafu azidi kuwa mchafu. Nipate tena amina. Kwa hiyo tuko kwenye kipindi kigumu. Na naomba wazee wa kanisa na walimu wenzangu, hebu naomba turudi kwenye msingi huu. Msingi huu ni muhimu. Hata wajue wokovu. Kwa sababu tumefanana na dini. Sasa hivi wewe ni Mkristo, alafu hii Bwana yetu asifiwe imejaa kila mahali. Nani ambaye asema Bwana asifiwe? Na mimi nimeokoka. Bwana asifiwe. Nimeokoka, ana baa yake safi, ana dangulo lake, jioni anapata miela. Haya, muulizeni Ezedi atawaambia, alikuwa anabebea mfuko. Watu wale walikuwa waendi kanisani, wewe baba, kaka. Mijitu mingine ilikuwa ni wazee wa kanisa, lakini anabeba ile mifuko yenye shughuli. Kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu. Sio kila mtu anakutana hiyo injili, ni paka amue. Watu na watanga na waita tuingie kwa Wagalatia, tutoke twende kwa Warumi. Tusome. Paulo sasa hapa mmeona nimewaletea leo ni kichefuchefu cha Paulo cha watu kuacha injili ya kweli. Anapambana wanaume. Kuna mahali anaandika vitoto vyangu nilivyovitaabikia. Natamani, haleluya, natamani Kristo
Malizieni. Nimalizieni. Semeni. Au mpike conformed Kiingereza. Christ to be conformed within you. Yani Kristo umpike ndani mwako. Na mtu aliyeumpika Kristo anafanya na ile andiko nasema jiwe lile limekuangukia likakusaga tikiti nyang'anya. Yani unakuwa safi. Ukikanyaga unamuuliza aisema unanikanyaga bana. Lakini sio kama leo tuliambia Sunday school, sitaki nimtaje alikuwa nani, lakini tuliambiwa yani kitendo tu hicho akaandika message lililomtikiza mtu wa Mungu aliyetoa ushuhuda sasa ile kwenye Sunday school. Jumapili ijayo uje kwenye shule ya wanafunzi. Kuna mambo mazuri sana. Kwa hiyo wapendwa, hata leo sipati vigelegele. Utanipigia gelegele kwa lipi hapa? Wakati Paulo anasema nyenye nani aliyowaloga? Mtapiga gelegele nyenye aliyowaloga. Na sajabia upesi mnamwacha yeye aliyekufa. Mtanipigia gelegele gani hapo? Haipo gelegele. Ngoja nibadilishe. Leo naiona kesho yako mama. Naiona mabilioni mbele yako. Pokea daka. Asante pastor. Hiyo mtaipokea. Na Mungu awabariki. Lakini kuna siku pia injili hiyo kwa sababu kuna maandiko tutafundisha mambo ya baraka za Mungu, zina kanuni zake. Na sisi tuliokoka miaka ile tumebarikiwa. Sio kama unaokoka unakuwa mjinga. Hapana, kuna baraka zake. Lakini kama vitu vinakuondoa kwenye msingi, ulaaniwe. Ndio injili ya leo. Kama wokovu wako unauuza kirahisi, unasema kama ni nini bwana, sitaokoka baadaye, unatoa alafu unafanya mambo unayofanya. Ndogo, ni hatari. Yaani ni hatari. Wangapi wananielewa? Ni hatari. Kwa hiyo Wagalatia itatupa nafasi. Nimalizie kwa kusema Paulo anakabiliana na Petro, lakini kutaja shida ya macho yake pia ametaja kwamba watu pia walikuwa na ungwana. Walipomwona na matatizo ya macho, walitaka kung'oa macho yao wampe Paulo moja. Lakini baadaye alijua aliwaandikia hivyo. Aliandika pia kwa mkono wake mwenyewe. Sura ya 6 mstari wa 11 anasema kwa mkono wangu mwenyewe, kwa herufi kubwa. Sikuwa na muda wa kutafuta mtu akunisaidia kama alivyofanya kwenye Wafilipi au maeneo mengine. Aliandika mwenyewe. Kulikuwa na sana kaa anaandikiwa, lakini ameandika mwenyewe. Mwisho kabisa ni waraka ambao ameelezea kwa upana juu ya matendo ya mwili. Sura ya 5 mstari wa 19. Na orodha ya tunda la Roho. Ndio pekee ndiye ametuelezea juu ya listi ya matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hii kitabu kinafaa tukisome jamani. Amen. Mimi sipeleki muda mwingi, imetosha, mmenielewa utangulizi na ameshajua mwelekeo wa pasta ni wapi. Njoo tena tuendelee Jumapili ijayo Mungu akitupa nafasi. Njoo tuongee tena, tuanze mstari kwa mstari. Mpaka jinsi sura ya 2, sura ya 3, sura ya 4, sura ya 5 tukimaliza. Tumenyooka. Sura ya 6 tunafunga tu. Ni mambo sasa ya kwamba mtende mema mwenzako, yani baada ya kuokoka mkumbuke wale wa nyumbani kwa Bwana, msiache kila apandacho mtu. Anatoa mafundisho ya mwisho. Lakini sura ya 1 na ya 2 na ya 3 na ya 4 labda nimalizie kwa sehemu mbili. Kitu cha kwanza anavyojibu. Jambo la kwanza, anajibu barua hii au shutuma hizi kwa kuonyesha ujuzi wake binafsi. Experience argument. Au background. Yani nyuma mambo anajibu. Andika hiyo anavyojibu. Hili tutakuja kuendeleza. Sehemu ya pili, yani huwezi kumpinga mtu mwenye ushahidi wa yale aliyotokea. Kwa hiyo ushuhuda. Kwamba jamani nilikuwa kipofu, sasa ninafanyaje? Naona. Na kanisa letu tuna watu tunawajua walikuwa hawajaokoka, lakini sasa wameokoka, tunawajua. Sehemu ya pili anajibu kwa kutumia kitu kinachoitwa theological argument, kutumia misingi ya imani ya kibiblia. Sura ya 4 anaelezea kuhusu Ibrahimu. Kwa hiyo theological argument manake kwamba kwani Ibrahimu ilikuwaje? Fundisha. Alafu mwisho ndio anatumia sasa wa ujuzi wa Galatia. Wao walipokea Roho Mtakatifu kwa sheria, walipata miujiza kwa sheria hiyo. Kwa nao watumie ujuzi wao sasa kufanya maamuzi.
ili mtu akiokoka asiyumbishwe tena, asipokee tena imani potovu. Ni kwamba anajua jinsi nilivyookoka. Sisi kwa bahati mbaya tuliookoka tukiwa vijana, hatukuwa tumeharibu sana. Muulizeni mama yangu yuko hapa. Nimeokoka nikiwa kijana ambaye nahangaika kutafuta maisha kipindi hicho. Yeye ndiye alinitia moyo kwamba injili ni mbaya kwa kipindi kile, kwa sababu ilikuwa wokovu unapingwa na dini. Lakini alipoona maisha yanaendelea, alipofikia naye mahali akasema anafuata mwanangu, namfuata huyu Yesu mwanangu, maana aliona matokeo ya injili ya kweli ilivyoenda. Jamani, nipate amina. Kwa hiyo huwezi kuua experience. Kwa hiyo kama tuna watu humu ndani ambao wameokoka, lazima maisha yao yang'ae. Kama kuna mzinzi yote na anaimba praise team, aelewe kwamba anahitaji ukombozi na neema juu yake. Nipata amina. Na kama mnamjua alafu mnamficha, tutapigwa wote. Maana ule uwepo wa Mungu hautakaa na sisi. Kama unajua kuna mzee wa kanisa ana maronjolonjo au shemasi, au hata mimi pasta wenu, siku nikikengeuka kwa dini ya tiejira yake, ni kwamba nitashughulikiwa siku hiyo. Watapiga simu, wanakuja wazee. Hata kama wanaweka nguvu kubwa hapa, mimi ndio maana sikutaka kuanzisha dini yangu. Kuna siku nilijaribiwa na mimi nianzia kwangu, kwani mimi nimesoma na madigrii yangu ya kutosha, singekuwa na dini ya askofu. Lakini nipo mahesabu yake ya mbinguni. Hivi siku nikikengeuka na mke wangu hapo nikamshughulikia, nani atakaye kuja kukaa kikao ya kunirekebisha? Sintafia hapo. Lakini leo kutokea lolote kama binadamu, nina mwangalizi wangu, nina askofu wangu wa jimbo, nina viongozi wa idara, mpaka inafika kwa askofu mkuu. Ketisheni huyo mwalimu, mchungaji, hebu tuambie. Nikipomoka mbele zao, jamani nimepitiwa, wataniombea, alafu atakwambia sasa kuanzia leo hautaendelea pale. Unaona? Na wewe ndio maana tuko na wazee wa kanisa hapa. Kama kuna jambo lolote tunasema, Paulo yakawakemea. Tutaenda kuona baadaye. Tunakemeana. Wewe na mke wako kabisa tunajua, lakini mambo yako yanakonokaona, alafu mnanyamaza tu. Mnasema toeni huyo. Toeni chachu katikati yenu. Na mtakama mtoa, tutakaa naye, tutamrejesha kwa upendo. Biblia inasema kwamba anajua mrejesheni kwa upendo. Upendo lazima tutarejesha. Lakini akitukataa, awe kama mtoza ushuru, aondoke. Mimi najenga kanisa kubwa, Mungu awabariki, mmenisaidia, tumejenga mpaka hapa. Lakini kama halitajaa, nitapeleka hao wachache. Tukifika mbinguni tuulizane, fulani Mathayo huko, unamwangalia ni mama Aminieli, mume wako amefika. Umekujaje mwenyewe? Umemwacha wapi? Msishughulikie. Wewe mama nani yupo? Wewe uko na wewe? Mama ulikuja na tuko na. Oh, haleluya. Maana kule tukifika tutafahamiana. Kwa nini wadanganye? Mbona mimi najua kufanya biashara kudanganya napata hela. Lakini kila litajaye jina la Bwana na aache uovu. Ndio msingi ulio simama. Na mimi nafikiri kwa Wagalatia tutatoka. Kuna mambo machache tutashutumiana, lakini yale yaliyo wazi tutashughulikia. 29 kumbukumbu yaliyo wazi tutashughulikia. Yaliyojificha tunamwachia Bwana. Sisi wakati ule tulikaa mpaka tukatunga na pambio, tukasema sasa bado tusihukumiane. Mimi sina kipimo na wewe una kipimo, lakini Yesu atakuja kupima, utaonekana tu. Kwa sababu hata chambua ngano na magugu yeye mwenyewe, mwanaume au wanaume. Anambanishia hapa, nampie Bwana makofi mengi, mwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Amen.